Shalom, shalom, shalom. Ninaomba tena niwakaribishe wapenzi watazamaji wa Tubuni na Kuiamini Injili katika sehemu ya 3, ambapo tunaendelea kuchambua madai ya Pastor Paul Semba. Karibuni wote, na kwa sababu tunaingia kwenye kusoma maandiko na si vita ya maneno, ni vita ya maandiko, lakini pia tukifanya hivi tukiwa hatuna ugomvi kabisa na Pastor Semba wala mshiriki yoyote wa kanisa. Sina ugomvi na mtu. Badala yake nipo kuonyesha nini ambacho maandiko matakatifu yanatuelekeza. Siko kumshambulia Pastor Semba wala siko kushusha thamani yake. Bado ni wa thamani machoni pa Mungu na bado ni mtumishi wa Mungu. Kuchambua hiki simaanishi kwamba inaondoa inamfanya yeye asiwe mtumishi wa Mungu. Hapana, ni mtumishi wa Mungu, isipokuwa tuko katika utofauti wa uelewa tu. Basi sasa nikualike tuombe na kisha tuendelee kujifunza. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa wema wako na ulinzi wako. Asante kwa neno ambalo umeendelea kutupatia katika ulimwengu huu. Maana kama vitabu visingekuwapo, hatujui hata tungekuwa watu wa namna gani. Lakini tunakushukuru kwa ajili ya mwanao Yesu pia aliyekuja kutuokoa. Na kwa sababu umeruhusu neno lako liwepo duniani, tunaomba Baba, Roho wako mwema awe pamoja nasi. Tusaidie kuelewa, tuondolee kiburi na majivuno, tuongoze katika kila hatua. Useme na mioyo yetu. Baba, tunaamini ya kuwa hata msikilizaji anaenda kusikia ujumbe huu utakuwa pamoja naye pia. Utafanya upya moyo wake kwa ajili ya badiliko na kumwandaa kwa ajili ya ujio wake Yesu mara ya pili. Asante kwa kuwa utatenda na kuwa utatuongoza. Naomba Baba, mimi mwenyewe ambaye naenda kuongoza mada hii, nitumie sawa sawa na mapenzi yako. Niomba kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amina. Sasa tukiingia part 3, tukiakumbusha kidogo part 2, ulipokuwa tukiangalia part 2, sehemu ya pili pale tuliona jinsi ambavyo historia imekuwa ikituonyesha, na tukaona Yesu alivyojitenga na Yerusalemu, akajitenga na makuhani, akajitenga na mfumo wote wa Uyahudi. Si Yesu tu, Yohana Mbatizaji alikuwa ametangulia. Lakini pia tukaona wana matengenezo katika karne ya pili, karne ya 4, katika ule mwaka wa 321. Hapa nitataka nizungumze kidogo kwa sababu hapa nitaanzia kuja katika siku zetu. Mwaka wa 321 kanisa la mitume lilikuwa ni kanisa la watu waaminifu, maana kipindi cha Smyrna, kanisa la Smyrna kilichoanza mwaka wa 100 mpaka 200, takribani 200, miaka ya 200, niseme 300, mwaka wa 310. Kanisa hili lilipitia ziki, mateso, ambao liliambiwa liwe aminifu mpaka kufa. Kanisa liwe aminifu mpaka kufa, Ufunuo 2:10. Na kanisa hilo lilipitia mateso mingi, na ilipofika mwaka wa 321 mateso yalikuwa yakiendelea, japo si kwa sana, ila ziki ile ya siku 10 ilikuwa kubwa sana. Na kanisa lilipoona ya kwamba mateso ni mengi, lilifanya kitu kinachoitwa kucompromise, yani kushusha kiwango, na kanisa la Pergamo lile ndo lilikuwa katika hiyo hali. Baada ya kuona mateso ni mengi, kanisa lilibidi lishushe msimamo, likubaliane na ibada ya Jumapili. Yaani likubaliane na ulimwengu kushusha kiwango. Na makubaliano yale yalipofanyika, matokeo yake ilikuwa ni ibada ya Jumapili kuingia kanisani. Na ibada ya Jumapili ilipoingia kanisani ikavunja amri ya 4 ya Mungu. Kwa hiyo watu wakawa ni wa kuabudu sanamu na kujitenga mbali na amri za Mungu. Na katika kufanya hivyo kanisa la Mungu wako watu waaminifu, maana kanisa la Mungu liliasi.
watu waaminifu waliobaki kutetea amri ya Mungu ya 4, bado madai ya wao waliokuwa nao waliwaendelea kuwaambia jamani, tukubaliane tu kwa sababu ni jambo tu la muda tu. Historia inaonyesha hivyo. Na waliambiwa kujifanya, yani wafanye matengenezo mle ndani. Hicho kilichofanyika tu tangu mwanzo. Lakini watu wa Mungu walishikilia kweli na wakasema hapana, ni lazima kuwe na utengano. Kwa hiyo uasi ukiingia kuna utengano. Hebu tusome Great Controversy ukurasa wa 51 paragrafu ya 2 ya Kiingereza. 51 paragrafu 2 Great Controversy. Naomba tusome hapo halafu ndo tuone. Lakini wale waliomcha Bwana na kumheshimu Mungu wanapinga ujitwaliaji huu wa mamlaka ya mbinguni kama Kristo alivyopinga. Yaani hapa alikuwa anazungumzia upapa ulipoingia duniani ukawa unateka kanisa. Na wakawa wanachukua wale viongozi wakatoa mamlaka ambayo yatakikana yawe ya Yesu. Paragrafu ya 2 ndo anasema Wakatoliki walikuwa wameng'ang'ana kuwakabili wa Protestanti kwa shitaka la uasi na kujitenga kwa hiari kutoka kwenye kanisa la kweli. Kwa hiyo wa Protestanti waliotetea ukweli, kipindi cha enzi za giza la kiroho sura ya 3, Wakatoliki walikuwa wameng'ang'ana kuwaita wa Protestanti kwamba bakini ndani ya kanisa hili. Bakini ndani ya kanisa hili, ni kanisa la kweli, na kumbe wameasi. Sikiliza wanasema. Lakini mashitaka haya ya Wakatoliki yaliwahusu wao wenyewe kabisa. Yaliwahusu wao wenyewe kabisa. Anasema, sikiliza maana ya kujitenga sasa. Kujitenga sio kuhama jengo. Sikiliza vizuri. Anasema, wao ndio Wakatoliki, wao ndio walishusha chini kabisa bendera ya Kristo. Walishusha chini bendera ya Kristo na kujitenga na imani ambayo kwanza ilikabidhiwa kwa watakatifu mara moja tu, Yuda 1:3. Hivyo ndio kujitenga na imani. Na imani ni kitu hakionekani hata. Kukataa kweli, misingi, fundamental principles ambazo Mungu aliziweka kwa kanisa lake, ndiko kuasi, ndiko kujitenga na imani. Sio kuhama jengo. Hapana, sio kuhama jengo. Kwa hiyo ninategemea hata leo wachungaji kama Pastor Paul Semba asingesema kwa mimi nisingesema kwamba hawa watu ni offshoot. Hapana. Kwa sababu ni offshoot kwa njia ipi? Hawa watu wanajitahidi kwa kadiri Mungu alivyoagiza, wanahangaika japo wana mapungufu, lakini wanahangaika kutii kweli. Unahitaji offshoot? Unahitaji offshoot? Hapana. Sikiliza. Hiyo ni moja. Kwa hiyo shutuma za Wakatoliki juu ya wa Protestanti za kuwaita wa offshoot zilikuwa zinawafaa wao. Wao ndo walikuwa offshoot kabisa. Wacha niendelee kuonyesha pia. Kwa hiyo kujitenga kwao pale mwaka wa 321 hapo, hiyo kipindi hicho, kujitenga kwao kulionyesha nabii alichokisema, kunadhihirisha hicho. Desire of Ages 232 paragrafu ya 2. Anasema kama nuru na maisha ya watu yaliyokataliwa na viongozi wa dini katika siku za Kristo, ndivyo ilivyokataliwa katika kila kizazi kilichofuata. Mara kwa mara historia ya kujiondoa kwa Kristo kutoka Yudea imekuwa ikirudiwa. Wakati wana matengenezo walipohubiri neno la Mungu, hawakuwa na wazo la kujitenga na kanisa lililoanzishwa, lakini viongozi wa kidini wasingeweza kuvumilia nuru ile. Kwa hiyo walipokuwa kihubiri walijitenga. Kwa hiyo ikawa inajirudia. Historia inajirudia, ni kujirudia, inajirudia. Tukatoka hapo tukaingia kipindi cha zama za giza cha mwaka wa 500, zile miaka hii, yani kanisa la Mungu likiwa haliko, 538 kuja huku. Bado watu, lile kanisa la kwanza lile lilivyoasi, lile la Pergamo,
tukaingia tena ni kanisa la Thiatira. Ni kanisa la Thiatira. Kanisa la Thiatira la mwaka wa 538. Uasi pia uliendelea kuwa, yani tuiangalie hii siri ya uasi kwa sababu kanisa limekuwa likipitia mazingira kama hayo, watu wakijitenga na imani. Nao wakafanya kitu kimoja cha ajabu. Naomba nikusomee Great Controversy page 186 paragraph 2, 186 paragraph ya pili Kiingereza. 186 paragraph 2. Naomba nisome hizi nukuu kwa sababu ninazungumza vitu ni vikubwa hapa. Sasa nikisema maneno yangu inakuwa ni changamoto. 186 nitakuwa ninadanganya. Hii inazungumza maendeleo ya matengenezo katika Ujerumani. Sikiliza, miaka ya kanisa hili la Thiatira, kuna kitu kimoja walisema. Sikiliza hapo, nisome hapa. Anasema watu wachache wakiwa wameathiriwa kwa kina kabisa na msisimko katika ulimwengu wa kidini, walijizania wao wenyewe kuwa wamepata mafunzo maalum kutoka mbinguni na kudai kuwa na utume mtakatifu wa kueneza matengenezo mpaka kwenye ukamilifu wake. Hapo wako kanisani, ambayo walisema yalikuwa yameanzishwa na Luther. Hapo ni kinani tu kwamba alikuwa ameanzishwa na Luther. Anasema lakini kwa unyonge, kwa kweli hawakuwa wakifanya kazi ile aliyokuwa amefanikisha. Sikiliza walichokuja kukifanya ni kanisani hapo, yani watu wakaingia tena kanisani, kanisa la Thiatira, na kama sio ni Sardi au Thiatira, kati ya hayo makanisa mawili kuna kitu ndio ikafanyika. Watu wakaingia kwa kanisa, walipoingia kwa kanisa wakabadili mfumo, wakabadili muundo wa kanisa. Angalia hii uone, wakabadili kanuni. Wakasema hivi, walikataa kanuni kuu ambayo ndio msingi mkuu wa matengenezo. Msingi mkuu wa matengenezo au mfumo au kanuni kuu ya wana matengenezo ilikuwa ni nini? Anasema kwamba neno la Mungu ndio kanuni kamilifu. Sasa wakaja watu mle ndani wakajiingiza kwa siri tena, na hii kitu imekuwa ikirudiwa tangu kipindi cha Waisraeli, imekuja tena kipindi cha Yesu, kikaja tena kipindi cha wana matengenezo karne za kwanza, kikajirudia tena kwenye hili kanisa. Watu wakajiingiza mle, walipoingia mle wakakataa neno la Mungu ambacho ni kanuni kuu ya wana matengenezo, maana walikuwa wanasimamia Biblia na Biblia peke yake. Nini tena kikafanyika? Kwamba neno la Mungu ndiyo kanuni kamilifu ya imani na matendo. Na katika kiongozi huyo, neno la Mungu, kiongozi huyo asiyekosea, neno la Mungu ni kiongozi asiyekosea, walibadili na kuweka badala yake kiongozi anayebadilika, yani kanuni. Wakaingia pale wakaondoa neno la Mungu wakaweka kanuni ya kanisa. Kipimo kisichoaminika na kigeugeu cha mawazo, yani kinabadilika tu, miaka 5 kinabadilika, miaka mingapi kinabadilika. Watu wanakaa tena wanabadilisha, So najiuliza, miaka 5 tu neno la Mungu linabadilika? Tabu sana. Sikiliza, kipimo kisichoaminika na kigeugeu cha mawazo, hisia na mivuto yao wenyewe. Kwa tendo hili walipuuza na kutupilia mbali uongo wa makosa na uongo, na kwa hiyo njia ikawa imefunguliwa kwa shetani kutawala akili kwa ufanisi kabisa kama alivyopenda yeye mwenyewe. Kanisa hili likaingiwa tena na watu wakabadilisha kanuni, yani kutoka kwenye Biblia na Biblia peke yake wakaweka kitu kingine. Kitu kama hicho kilipokuwa kikifanyika, wana matengenezo walikuwa wanasema,
kuwe na utengano hata kama ni kwa vita. Nimetoka kusoma Great Controversy 186 paragraph ya pili, ni sura ya 10, ya Kiswahili ni 156. Sasa mambo kama hayo yalipokuwa yakifanyika, wana matengenezo walikuwa wanafanya gaaje? Wanafanya nini jamani? Sikia. Ni ukurasa wa 45 tena wa Pambano Kuu paragraph ya 3. Acha tuzisome tu hizi haya na nitabaki na kitabu cha Pambano Kuu. Nini kinatafanyika? Maana haya mambo hakuna jipya kitu. Hakuna kitu kipya. Sikia. 45 paragraph ya 3 anasema hivi. Naomba nianzie paragrafu ya pili. Anasema kulihitajika mapambano makubwa na ya hatari kwa wale ambao wangekuwa waaminifu kusimama imara dhidi ya madanganyo na machukizo yaliyokuwa yamefunika ukweli katika vazi la kichungaji. Mavazi ya kichungaji. Yaani mtu amejificha kwenye cheo cha uchungaji lakini kumbe kuna kubadili kweli. Na kuingizwa kanisani. Biblia haikukubaliwa kama kipimo cha imani. Nini kilikuwa sasa? Fundisho la uhuru wa dini lilitajwa kuwa ni uasi na wateteaji wake walikuwa wakichukuliwa na kutengwa na kupigwa marufuku. Yaani walikuwa wanafutwa ushirika na kutolewa. Sasa nini? Baada ya muda mrefu wa mapambano makali, waaminifu wachache waliamua kuvunja umoja wote na kanisa asi. Kama kweli inakuwa ikubariki, waaminifu katika kipindi chote wamekuwa wakivunja muungano na kanisa linaloasi. Sikiliza. Kama linaendelea kukataa kujiondoa lenyewe kutoka kwenye uongo, kusema uongo na ibada ya sanamu, waliona kwamba utengano ulikuwa lazima ufanyike. Kama wangetaka kutii neno la Mungu, hawakusubutu kuvumilia makosa ya kufisha kwa roho zao wenyewe. Yaani hapa ni kutafuta wokovu wako mwenyewe, kujiokoa mwenyewe. Ndicho walichokuwa nakifanya. Maana makosa yaliyokuwa yakifundishwa na mfumo au dhehebu lile ilikuwa ni kinyume na Biblia. Sasa watu wanajua, unajua ukikataa kweli unabaki gizani. Watu walikuwa wanakusudia kujitenga. Sikiza anasema, na kuweka mfano ambao ungehatarisha imani ya watoto wao na wajukuu wao. Yaani imani ya kumpeleka mtoto kupiga magwaride. Natolea mfano tu. Mtoto anafundishwa toka pale, shetani akija sote tuko tayari, pande zote tunakanyaga na kupiga makofi shetani na wanacheza na wanapiga makofi na wanakanyaga miguu chini, kitu ambacho si uhalisia, ni nyimbo tu za ajabu tu. Imani kama hiyo, walijua kwamba watoto wetu wataharibiwa na mambo kama hayo, withdraw, wakawatoa huko. Sikiliza walisema, yani kama wakiendelea hivyo, ili kupata amani na umoja, watu wa Mungu walikuwa tayari kukubali kufanya mapatano yoyote kwa unyofu na Mungu. Lakini waliona kwamba hata amani ni ya thamani ndogo mno kununuliwa kwa kutoa muhanga kanuni. Kama umoja ungeweza kupatikana tu kwa kuhatarisha ukweli na haki, hebu kuwepo utengano hata kwa vita. Yaani kama unajua hii dhehebu saa hii dunia hii, kama unajua nikiwa chini ya dhehebu hii kuna ukweli na hatarishwa, sikilizeni niwaambie watu wa Mungu. Jitengeni na madhehebu hata kama ni kwa vita, kama yanahatarisha uhai wenu wa kiroho. Jitenge kabisa. Hakuna kitu cha kukubaliana na hiyo. Kwanza kwa madhehebu ya leo mimi naona tu ni hatari. Kwa hiyo katika dhama za giza kulikuwa na vita ambayo ni endelevu. Yaani ilikuwa ni vita ambayo ni katika sasa inafanyika tena kwenye kanisa la Wasabato leo saa hii. Watu wanauliza, kujitenga ni kufanya nini? Kuna fujo, kuna kilio hicho kiko. Watu wanajua, wanashindwa hata kujua. Na ndio maana unajua mtu mwingine alinicomment hapo chini akaniambia kwamba
Kwa nini usimfuate Pastor Semba individual mkaonana wawili? Na mimi nikajiuliza swali. Yeye katika kuhubiri kwake alikuwa anahubiri watu walioko kanisani. Wako pale, lakini hakuwafata wana matengenezo akawahubiri au anaowaita offshoot. Alikuwa anawaambia walioko pale offshoot. Anawaambiaje habari za offshoot na hapo offshoot hawapo? Alafu na hakuondoka kwenda kuwatafuta huko individual. Yeye anakuja anasema hapo kwa watu ambao hata si hawahusiki hapo. Alafu mimi nataka nimfuate nikaongee naye. Dhambi ya ambayo iko juu, yani mambo yakishafumuka mpaka tukayaona online, ujue kabisa yanakemewa online. Ndio iko hivyo tu. Public sin will rebuke it publicly. Individual sin, kwanza mimi hata sijui dhambi za Semba yeye kama yeye. Hata tuzungumzie dhambi za mtu. Yani hapa tuzungumzie dhambi za mtu. Hapana. Tunazungumzia uasi wa mfumo. Kwamba uwezo ukaita watu ni offshoot wakati ndo wako sawa. Na waitaje? Halafu kwanza huyu Pastor Semba, unajua ukiwa muongo usio unasahau ulisema nini. Huyu Pastor Semba juzi tu hapa aliwahi kutuambia kwamba Wakatoliki, wa Lutheran, wa KKT na wa Anglikani, yani na makanisa wengine yote, alituambia kwamba hili ni kanisa la Mungu. Msikilize kwanza alafu tuendelee. Ni kanisa la Kristo. Kanisa la wote wanaomwamini na Kristo. Wa Katoliki, wa Pentekoste, wa Anglikana, wa Methodist, sijui nani. Imradi ni mfuasi wa nani? Wa Kristo. Ni kanisa la Kristo. Ndio maana unapokuwa unajifunza na ambao sio Waadventista, usiwaone sio kanisa, ni kanisa. Na ni imani ya msingi namba 10 na ngapi? 12. Ndio maana tunakula nao meza ya nini? Ya Bwana. Alafu tena sasa hivi anaita wale ambao wametoka kwenye ile dhehebu la Waadventista wa Sabato, anawaita maoffshoot. Naomba tena umsikilize hapo, alafu nikuonyeshe kitu. Yesu amesema makwazo hayana budi kuja, lakini asemi yakija jikwae. Hatuna hiyo haya. Hatuna. Ndio maana nyumbani kwako hujatoroka. Kwani hayako makwazo? Nasema hakuna makwazo nyumbani. Mbona hujatoka? Sijawahi kuona mgonjwa anatoka hospitalini eti amekwazwa na wagonjwa wenzake. Tunaenda kumsalimia asubuhi, mama amkata asubuhi anasema, "Unitoe dada, nitoe." Kwa nini? Hawa wagonjwa hawa wamenikwaza leo. Wamenipigia makelele mno, nitoe hospitali. Unakimbia wagonjwa wenzako? Una akili kweli? Hospitalini utoroki, eti kanisani unatoroka. Utoto tu. Utoto tu. Na hayo yote yatakutoa nje. Na Ibilisi anafika na kunasa kiurahisi sana. Wengi wanaoanguka na kuanza kusema kanisa ni Babeli, kanisa la Laodikia, walianza na manunguniko. Ndio leo wanajifariji ni watu wa matengenezo, watu wa kiroho. Hamna hali ya kiroho yoyote inayokutoa nje ya kanisa. Hili kanisa hakuna jingine, second to none. Samaritan Church ni kanisa liko vitani, halijavuka mto bado, lakini lina ngano na magugu. Sasa utakatifu wako unaokutoa ndani ya kanisa uko wapi? Nje ya kambi utalambwa na moto. Talambwa na moto tu. Mtu yeyote anayesoma wana matengenezo halafu anasoma aya za N.G. White ambazo zinasema hii ndio kanisa la Mungu wakati wa mwisho, Remnant Church, hii sio Laodikia wala sio Babeli, ni kanisa la waliosalia. Amen. Usitishwe na hao kwa kunywa lita 5 kwa siku. Wanasema wanafanya matengenezo. Tengenezo gani wakati ni wakali kuliko pilipili kichaa? Na watu wanasema wana matengenezo. Sio wana matengenezo, ni offshoots. Sasa baada ya kuziona hizi klipu mbili, sasa naomba sasa niweke
pointi moja au hoja kadhaa kwa ajili ya hii. Ikiwa juzi hapa Pastor Semba alisema Wakatoliki, wa Anglican na Lutheran ni kanisa la Mungu na ni imani ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Sasa leo tena wale ambao hasali nao kwenye dhehebu hilo, ambao wametoka kwenye dhehebu hili la Waadventista wa Sabato kwenye mfumo, hao anawaita offshoot kwa sababu hawasali pale na wameacha kwaya pale na wameacha ibada pale. Sasa swali, kwa nini haiti offshoot wale wa Anglikani ambao hawaendi kusali hapo, wako na maibada yao huko na alisema ni kanisa la Mungu? Kwa nini hao wasiwaite offshoot na hawaendi hapo? Ukiunganisha hizi hoja utajua huyu ni muongo kabisa, ni muongo na anatetea kitu ambacho hakijui. Huwezi kuita offshoot watu ambao wako kwa imani. Huyu ni offshoot yeye mwenyewe. Sikia, waacha tuendelee. Hiyo vita iko. Sasa tukuje mpaka mwaka 1798 ambapo Mungu watu wa SDA leo walitoka gizani mwaka huo. SDA mnao nisikiliza sasa, niwasaidie tuelewe na historia. SDA ilitoka gizani. Gizani ni wapi? Ni mwaka wa 538 mpaka mwaka 1798, miaka 1260. Sasa hizi miaka ilikuwa ni miaka ya giza. Sasa Mungu aliwatoa katika utumwa tena humo gizani, yani akawapa uhuru. Ni sawasawa na Waisraeli walivyotolewa Misri katika nchi ya utumwa giza, yani nchi ya giza ni Misri, kwa sababu nuru ya neno la Mungu hakuna. Sasa giza la Waadventista wa Sabato walikotolewa ni huo mwaka 1798, na wenyewe wakatoka Misri. Wakaanza kuhubiri ukweli wakijiandaa. Mungu akaanza kuandaa kanisa lake likae sawa. Na kufikia mwaka 1833 Mungu akamwinua bwana mmoja anaitwa William Miller. Ni pioneer wa SDA, ni mwasisi. Bwana William Miller akaanza kupuliza tarumbeta. Hapa chini kwenye chaneli hii ya Tubuni na Kuiamini Injili TV nimewahi kuzungumzia sikukuu 7 za Wayahudi na unabii wake. Sasa hapa mwaka wa 833 mpaka mwaka 1833 William Miller alipiga tarumbeta ya unabii kuandaa watu siku 10 kwa ajili ya siku ya upatanisho ya mwaka 1844. Kupiga tarumbeta kwa mujibu wa Isaya 58:1 ni kuhubiri ujumbe. Kwa hiyo bwana William Miller alianza kuhubiri ujumbe wa neno la Mungu, akaanza kuhubiri. Akahubiri. Nikuonyeshe nini kilifanyika. Wacha nikuonyeshe. Unajua Yesu mwaka 1000, hii miaka ndio iseme 1833 mpaka 1844, Yesu alikuja kama mvua. Yaani kwa mujibu wa unabii wa Hosea sura ya 6, Hosea sura ya 6 fungu la 1 mpaka la 3. Hosea sura ya 6 fungu la 1 mpaka la 3. Nabii Hosea alisema Bwana amelalua, hiyo tutasoma kwa wakati wako. Bwana amelalua na kwamba atatufufua siku ya 3. Kwa hiyo atatujia kama mvua. Amesema hiyo Hosea, atatujia kama mvua. Kwa hiyo Yesu alikuja tena mwaka 1833 mpaka mwaka 1843. Yesu alikuja tena. Swali, kama mara ya kwanza alipokuja hakukubaliwa,
Je, alikubaliwa hapa? Makanisa yalifanya nini? Naomba nichukue Shuhuda kwa Kanisa gombo la kwanza. Kitabu hiki hapa. Shuhuda kwa Kanisa volume 1. Nitasoma ukurasa wa 21 wa kitabu hicho na nitasoma paragrafu ya kwanza. Anasema hivi. Ni sura ya 3 ya kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa. Sura ya 3 hapo mwanzo nasoma. Anasema hivi. Mnamo Juni 1842, Bwana Miller alitoa kozi yake ya pili ya mihadhara huko Portland. Nilihisi ni furaha kubwa kuhudhuria mihadhara hii, kwani nilikuwa nimevunjika moyo. Nabii anasema nilikuwa nimevunjika moyo. Sikiliza vizuri. Anasema hotuba hii ya pili ilileta msisimko zaidi katika jiji kuliko ile ya kwanza. Isipokuwa machache, madhehebu mbalimbali yalifunga mlango wa makanisa yao dhidi ya Bwana Miller. Kwa hiyo William Miller alipokuwa akihubiri akitoa ule ujumbe mwaka 1842, makanisa yote yalifunga milango, hayakusikia ujumbe wa kweli. Na mwaka 1844 aliyaita Babeli. Sasa kidogo hapa. Jinsi maana Yesu alikuja katika kama mvua mwaka 1800. Sasa jinsi alivyokuja mara ya kwanza akakataliwa na viongozi wa dini. Maana Wayahudi nao walifunga milango, na waliosababisha Wayahudi wafunge milango walikuwa ni viongozi wa dini. Kwa hiyo hawakumpokea Yesu na badala yake walimkataa. Na Yesu kujitenga kwa Wayahudi ilikuwa tangu mwaka wa 27. Sasa hakuwaita Babeli mwaka wa 27. Na alikuja kujitenga, alikuja kukoma rehema zake mwaka wa 34. Kwa hiyo kufungwa kwa rehema sio ndo hapo utoke. Mfano leo kwa Wasabato mpaka ibada ya Jumapili ikitangazwa duniani na ikitangazwa Marekani, rehema inakoma kwao. Sasa kama ni hivyo, je, kujitoa ndo wasubiri hiyo ndo wajitoe, au wanakuwa wameshatoka mwanzo kama Yesu na Yohana walivyofanya? Kujitenga kulikuwa ni tangu mwanzo tu. Kwa maana William Miller mwenyewe alijitenga na wao mwaka 1842. Walipokataa, walipofunga milango, aligeukia tabaka jingine akaenda kuhubiri. Na hakuitwa offshoot. Wale madhehebu mengine ndo walimuita offshoot, ila kwa mbingu alikuwa ndiye na kanisa leye ndo alikuwa nalo. Kwa hiyo ile sehemu ya kusema ikifika Sunday ndo tutoke ni uongo. Huo mfumo Yesu alijitenga nao tangu mwanzo, anapoanza huduma yake tu walipoukataa. Kukataa ujumbe hapo unahama mchana kweupe, si ni wazi? Sasa utaisoma hiyo pia kwenye Great Controversy 376 paragrafu ya kwanza. Mwaka 1844 ilipofika, aliwaita Babeli. Ndio ule ujumbe wa malaika wa pili ukaja. Umeanguka yule Babeli mkuu. Kwa hiyo hebu wacha nisome Great Controversy page 611. Nianzie 6 nisome Great Controversy 610 paragraph 2, paragraph 3, 610 ile 610 paragraph 3. Ni sura ile ya 38 mwishoni. Anasema nianzie 610 paragraph 3. Anasema Great Controversy 610 paragraph 3. Malaika anayeungana na utangazaji wa malaika yule watatu ataiangaza dunia yote kwa utukufu wake. Hapa inatabiriwa kazi yenye upana wa kiwango cha ulimwengu na kwa nguvu isiyo ya kawaida.
vuguvugu la marejeo la mwaka 1840 na hadi mwaka 1844 lilikuwa ni ufunuo wa utukufu wa uweza wa Mungu. Ujumbe wa malaika wa kwanza ulipelekwa kwa kasi. 611 paragrafu 1 anasema hivi: kazi itafanana na ile ya siku ya Pentekoste wakati mvua ya vuli ilipotolewa. Sasa hapa tusikilize. Nabii analinganisha mwaka 1840 mpaka mwaka 1844, analinganisha na Pentekoste. Wote waliohubiri mwaka 1840 na Pentekoste, hakuna aliyekuwa chini ya mfumo wa dhehebu fulani, hamna. Sasa madhehebu yalikuwa yamefunga milango, na Pentekoste waliowekewa Roho Mtakatifu, waliopewa, hawakuwa Mafarisayo kule, hapana. Walikuwa ni wanafunzi wa Yesu, walikuwa wameshajitenga toka huko. Na ndio maana pale Matendo 2:40 anawaambia hiki ni kizazi cha ukaidi, kanisa la Wayahudi. Kwa hiyo yeyote atakayebaki kwenye mfumo leo, na wapa madhara yake, madhara ya huo mfumo utakupeleka kutenda dhambi na mvua haitanyesha kwako. Na kilio kikuu cha malaika yule wa 4 unaenda kukipinga kabisa, na wajumbe wa Mungu unaenda kuwatesa. Hiyo tu ndio madhara ya kukaa hapo. Sasa sikiliza. Si makanisa yote, baadhi yanayokubaliana na ukweli yataendelea kupokea ujumbe. Kwa hiyo ndio madhara. Na nini kinasemwa hapo? Wacha nikuonyeshe kwenye last day event LDE 59 paragraph 1 na 2 sura ya 4. Kuna kichwa kidogo kinasema matukio ya siku za mwisho, sura ya 4. Kuna kichwa kidogo hapo kinasema God works with those who are faithful to him. Mungu anafanya kazi na wale ambao ni waaminifu kwake. Sikiliza, anasema the Lord Jesus will always have a chosen people to save him. Bwana wetu Yesu Kristo katika kila kizazi, mara kwa mara atakuwa na watu wa pekee duniani wanaomfanyia kazi. When a Jewish people reject Christ, wakati Wayahudi walipomkataa Yesu, the Prince of Life, mfalme wa uzima, he took from them the kingdom of God and gave it unto Gentiles. Aliondoa kutoka kwao ufalme wa Mungu na kuwapa watu wa mataifa. Roho nabii naendelea kusema God will continue to work on this principle with every branch of his work. Yesu, Mungu, yani hapa nasema Mungu ataendelea kufanya kazi kwa njia hii, kwa kanuni hii, katika kila tawi la kazi yake. When a church, paragraph 2, when a church proves unfaithful to the word of the Lord, wakati kanisa linapothibitika kutokuwa aminifu kwa neno la Mungu, wherever their position may be, hata kama wito wao uwe nafasi yao iwe kubwa kiasi gani, however higher or sacred their calling, hata kama wito wao uwe mkubwa au mtakatifu kiasi gani, the Lord can no longer work with them. Yesu hataendelea kufanya kazi pamoja na wao. Others are then chosen to bear important responsibility. Wengine wanachaguliwa ili kubeba kazi hii muhimu. But if this in turn do not purify their lives from every wrong action, if they do not establish pure and holy principle in all their borders, then the Lord will grieve us, afflict and humble them.
and unless they repent, will remove them from their place and make them a reproach. Atawafanya kuwa karipio. Yaani Mungu wakikataa hawa, anabeba wajibu anapea wengine, na hawa nao wakikataa, nao anawafanya kuwa karipio na aibu. Kwa hiyo wana matengenezo, nao wakikataa, Mungu atawafanya kuwa karipio na aibu kwao. Hiyo tu. Kwa hiyo hapa ni kuna wajibu. Kila kanisa linalopokea ujumbe wa neno la Mungu linatakikana kutembea katika nuru lililopewa. Kando na hapo, Mungu anaondoa kazi, anapea wengine. Wameficha, mfano kama saa hii mfumo wa General Conference umeficha na umekataa ujumbe wa afya. Umeweka ibada ya utatu, ibada ya miungu. Yani yako na makosa mingi, mama viapo sijui vya ubatizo, yani hiyo takataka zote hiyo yote. Maviapo vya ubatizo hivyo. Hiyo yote ndio kitu ambacho Mungu anasema linaposibitika kuwa si aminifu, Mungu anaondoa, napeleka kazi kwingine. Hiyo ndio anayoifanya sasa. Halafu najua kuna tabu sana. Kuna watu leo wanasoma kanuni ya kanisa na muundo wake, ambacho ni kitabu watu wamekaa huko wakatunga wenyewe, halafu wakaja kusomea watu iwe ndiyo kiongozi kando na Biblia halafu wakataka na roho ya unabii iunge mkono kitu kama hicho. Kwanza niwaambie hicho kitu ni uongo, tusitaniane. Yaani kwa zawama hizi tusileteane utani kwenye swala la imani, kupoteza roho za watu, tusilete utani. Tuwe serious katika haya mambo. Kwa nini? Watu wanasoma sura ya 4 ya kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho. Hii sura nimetoka kuisoma. Wanasema unaona, mfumo wa kanisa utakuwa ni muhimu mpaka mwisho wa kazi. Mimi nakuuliza, wakati huo nabii anaandika hiyo, ilikuwa ni lini? Nabii zote, nukuu zote unazosoma kwenye last day event, nukuu zote utakazosoma hapo, na zote za roho ya unabii, hakuna inayozidi mwaka 1915, hakuna. Halafu uko na kanuni ya mwaka 1932 iliyoundwa hapo. Na mwaka 1915, miaka 15 kabla, walikuwa na kanuni. Sasa uniambie walikuwa na kanuni gani? Na ya mwaka 1932 iko wapi leo? Maana leo tuko na ya mwaka 2025 na kila baada ya miaka 5 ni kubadilika, zinabadilika. Maana yake hata iliyopo saa hii si ya mwaka 1932, ni nyingine. Na kwa kufanya hivyo shetani alipata njia ya kuingiza. Sasa unakuja kutafuta nukuu za Ellen G. White ziunge mkono kitu cha mwaka 2025. Kitu cha mwaka 2020 kiunge mkono nabii. Hatari sana. Alafu Pastor Semba aliposema hayo maneno akaita watu offshoot. Akajua watu watakuja watasema. Kwa sababu watu watakuja watasema, akaweka self defense, tunaita defense mechanism. Yani ajilinde mwenyewe kwanza. Wacha tuone. Tunafuata huko. Msikilize kwanza. Kama unamshambulia kiongozi kwenye kanisa hili, tunakutazamia ukashambulie mkuu wa mkoa. Nenda ushambulie RPC. Nenda ushambulie mkuu wa wilaya. Ili tujue kweli wewe unashambulia. Wanakosea mno na wanatukosea sana, wanamkosea Mungu, but we cannot attack them. Ni uasi, ni uovu kushambulia waliopewa dhamana ya uongozi ndani ya kanisa. Hata ungeleta sababu yoyote, ni uasi tu, ni uovu pili, ambayo mwanzo kaona namshambulia na mfanya hiki na hiki, tutaona sawa. Biblia imesema waheshimuni wanaowaongoza na kuwanyenyekea, maana wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Hatutaomba Mungu ashughulike
ila siku kikombe kikijaa Mungu atafanya mwenyewe. Endelea na hiyo jeuri, fanya unavyoona. Fanya unavyoona. Mimi nimekutana nayo na yafahamu. Kuna mtu aliyeniambia kabisa wewe ni bure na waliokueta ni bure. Sasa kidogo, Pastor Paul Semba anasema kama unashambulia kiongozi. Kwanza naomba niwaambie, hakuna siku tumewahi kushambulia viongozi sisi. Hakuna. Tunachopingana nacho ni mafundisho yanayotoka kwa viongozi. Mfano kama hii clip, mimi siko kumshambulia Pastor Semba. Isipokuwa uongo unaodanganywa na viongozi unaweza kuharibu imani ya washiriki. Sasa akaweka defense watu wasi. Kwa hiyo maana yake leo tunatengenezewa roho ya kwamba chochote atakachosema kiongozi wewe useme ndio. Sasa sijui mnasomaga Biblia gani? Mimi hata sijui. Lakini wacha tuone Critical Controversy page 606 paragraph 1. 606 paragraph ya kwanza. Sikiliza kidogo. Tunatishiana. Unaweka gia. Wacha tufike tusome kwanza. Sikia. Mungu ametuma watumishi wake kwa kila kizazi. Mungu ametuma watumishi wake kwa kila kizazi kukemea dhambi pote duniani, yani ulimwenguni, na ndani ya kanisa. Watumishi wa Mungu wanaotumwa leo. Tunasema kama unashambulia viongozi, kashambulia RPC, kashambulia si mkuu wa mkoa, wanakukosea mno. Kama wanakukosea wewe, unawashambulia wanini na wanakukosea wewe? Lakini kama wanakosa Mungu na unawanyamazia, basi wewe ni mbwa bubu kulingana na Isaya 56:10. Wewe ni mbwa bubu kwa sababu wewe ni mlinzi wa kuta za Sayuni. Ukiona upanga unikuja unakuja. Kwa nini usiseme? Manake sasa leo tuwe na Mungu tena mwingine ni mtu. Akikosea wewe unanyamaza tu. Tuwe na yani mtu yuko unbiblical. Yuko na mawazo yake mwenyewe, alafu anataka usimguse, anaweka self defense. Kwa nini? Pale ilipoangukia tunakanyaga hapo hapo na sisi tunanyanyulia hapo hapo. Usije kiongozi yeyote asije akajikuta anasema vitu vya uongo alafu tukae tu tucheke. Na hivyo vitu vinaharibu watu. Kwa nini? Tucheke ukiza nini? Yohana Mbatizaji alikemea Herode. Herode ni wa kanisa. Herode ni kiongozi wa kanisa. Si alikuwa ni kiongozi wa nchi. Alikemea Herode. Lakini Yohana Mbatizaji huyo alikemea Mafarisayo. Kama unanyamaza pasta kwa hili, kwa haya makosa ya viongozi wa serikali na wa dini, wewe ni mbwa bubu. Na hata kama nikinyamaza mimi ni mbwa bubu. Sikiliza. Yesu mwenyewe alimkemea Herode, asema mwambieni yule mbweha. Na hapo huyo Yesu alikuwa anakemea Mafarisayo na viongozi wa dini. Kwa nini? Kwani tunasoma Biblia gani? Kwa hiyo tuseme Yesu walikosea? Walikuwa wanashambulia? Hapana, kitu chochote kinachoenda kinyume na neno la Mungu hauwezi ukanyamaza. Hatuwezi. Pika kelele usiache pasa. Hakuna Mungu mwingi, wachungaji sio Mungu wala sio Biblia kwamba watu wafanye wanachokiona ni sawa. Hapana. Hapana kabisa. Wacha tuendelee. Kwanza hatari sana. Yaani uongee vitu vya ajabu watu wanyamaze. Alafu hatuwezi kufanya hivyo vitu. Tuacheni huo utani. Sikiliza. Na nikwambie kitu ambacho ni cha msingi hapa. Unajua leo shetani anafanya kazi ya kutengeneza hofu. Na mimi nakwambia wale walioandikwa kwenye Waebrania waheshimuni. Kwa sababu ni watu waliodumu katika mafundisho. Mtu akidumu kwenye kweli, heshima yake sio mpaka iombe, atapewa tu. Mtu yeyote anayehubiri ukweli, heshima yake itakuja tu, si mpaka nikapige kelele kuomba heshima. Hapana. Anayestahili heshima atapewa heshima. Sikiliza, tuende tena. Tuendelee kusoma hiyo nukuu. Nasema Mungu ametuma watumishi wake katika kila kizazi kukemea dhambi pote ulimwenguni na ndani ya kanisa. Lakini watu wanapenda waambiwe maneno laini.
na ukweli ulio safi na ukweli mtupu haukubaliki. Ndio hiyo wanapenda. Watengenezaji wengi walipoingia katika kazi yao waliamua kutumia busara kubwa katika kushambulia dhambi za kanisa na taifa. Kwa mfano wa maisha matakatifu ya Kristo, walitarajia kuwarejesha watu kwenye mafundisho ya Biblia. Lakini Roho wa Mungu aliwajia kama alivyomjia Elia, akimsukuma kukemea dhambi za mfalme mwovu na watu waasi. Hawakuacha kuyahubiri maneno yaliyo wazi ya Biblia, mafundisho ambayo walikuwa wamesita kuyaeleza. Walitazamishwa kutangaza kwa nguvu ukweli na hatari ambayo iliwatisha na kuwaogopesha watu. Kuna ukweli ambao watu wamesita kusema, lakini watu wa Mungu wanasema hakuna kitu kitafichwa. Cha msingi ni hekima tu itumike. Kama ni andiko linasomwa, kama ni andiko, hakuna mtu yuko juu ya Biblia. Kuanzia rais wa Marekani, rais wa nchi zote, Tanzania na Kenya, mpaka mtu wa chini masikini, hakuna mtu yuko juu ya Biblia. Kwa hiyo ninaomba ninyanyue Biblia juu ya kila kichwa kilichozaliwa na mwanamke, mwili wa udongo. Hauwezi kuwa juu ya Biblia. Mamlaka yoyote isiwe juu ya Biblia. Kuna kitu kama hicho. Kwa kiongozi akitenda dhambi, akisema uongo, tunanyosha mkono, hapa unakosea. Na viongozi wanyenyekevu wao wanatubu, hawatumii vyeo kupambana na ukweli. Sikiliza, anasema maneno ambayo Bwana aliwapatia waliyanena bila kuhofia matokeo yake, na watu walisukumwa sana kulisikia onyo. Ndio hicho kitu. Watu hubirini ukweli. Je, ni kutisha watu? Eti sijui kuna nini? Kuna kitu kama hicho. Naanza kutishana saa hii. Kwa hiyo mwingine awe Mungu tena kwenye kanisa la Mungu, awe Mungu tena mwingine yeye ni kukosea, watu wanyamaze. Kwanza shetani anatumia wachungaji saa hii. Wacha nikuonyeshe. Viti controversy 315. Hala? Watu wasiseme, wacha tusome. Sikiliza. Viti controversy 315 paragraph ya kwanza anasema, ni kwa hao wamtazamiao kwamba Kristo atatokea mara ya pili pasina dhambi kwa wokovu. Ni sura ya 17 karibu na mwisho ya Pambano Kuu. Ni kwa hao wamtazamiao kwamba Kristo atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa wokovu. Waebrania 9:28. Kama ilivyokuwa kwa habari za kuzaliwa Mwokozi, ujumbe wa kurudi kwa mara ya pili haukukabidhiwa kwa viongozi wa dini wa watu. Mafarisayo paka wanakuja kupewa taarifa na mamajusi, hawakujua kama Yesu amezaliwa. Ujumbe haukupewa kwao, ujumbe ulipewa kwa wengine. Yohana ndiye aliyemjua Yesu, si mafarisayo na dini zao wamekomaa huko. Walikuwa wanasoma lesoni tu na wao kama huko, mapokeo ndio walikuwa wamejaza. Sasa nasema kama ilivyokuwa kwa kipindi kile, kwa sababu hakuna farisayo alipewa ujumbe huo, hakuna viongozi wa dini, haukukabidhiwa kwao ujumbe huo. Ni yule tu mtu mwaminifu, si nani alikuwa pale aliyempokea Yesu, na Zekaria ndiye aliyejua kwamba sasa Mwokozi amezaliwa. Wako ni wachache sana. Zekaria yeye alikuja kujua tu, tena yeye aliambiwa Yohana ndo atazaliwa ili aandae njia ya Yesu. Kwa hiyo alikuwa anajua ni wakati umekaribia. Sikiliza, tuendelee. Ujumbe wa kurudi kwa mara ya pili haukukabidhiwa kwa viongozi wa dini za watu. Sasa leo shetani anaelekeza watu waumini wa kanisa waamini wachungaji kuliko mtu mwingine yoyote. Na ujumbe wa kurudi kwa Yesu mara ya pili, sema watu hawaamini kama Yesu anakuja, watu hawaamini. Wanasema Yesu alisemaga atakuja. Sikilizeni niwaambie, zama hizi tunazoishi kwazo, hizi zama hizi, unasiku utajua Yesu anakuja kweli. Wacha tu saa hizi watu wapige kelele. Watu hawaamini. Maana wangekuwa wanaamini maisha yao yangebadilika. Sasa kwa sababu hawaamini hata Yesu anakuja, wanafanya wanachokiona ni sawa. Sasa sikilizeni.
ujumbe ulivyokuwa haukukabidhiwa kwa viongozi wa dini za watu kwanza wakati Yesu anakuja, ndivyo kuja kwa Yesu mara ya pili viongozi wa dini za watu watawashutumu watu wa Mungu. Hawata ujumbe wa neno la Mungu, hawana ujumbe wa marejeo ya Yesu, hawana. Badala yake watasimama tu kusema hao ni ovu shuti, ni ovu shuti, ni ovu shuti, ni ovu shuti. Hakuna ujumbe huko. Ni wachungaji wachache sana watakaopewa jumbe hii, wachache mno, ni wachache mno ndio watakaopokea kweli hizi za neno la Mungu, ni wachache sana. Sasa nikuonyeshe nini ambacho, yani nini kiini cha kosa la Semba kupaka kuwaita watu waasi. 19 MR manuscript release ya 19/172 paragraph ya 3 anauliza swali, shall Seventh-day Adventists walk in the same path as did the Jewish nation? Je, Waadventista wa Sabato watatembea katika njia ile ile ambayo Wayahudi waliifanya? Shall the message of Laodicea Church be applicable to these people? Je, ujumbe wa kanisa kwa Laodikia, je, utakuwa unawahusu hawa watu? Shall those who have seen a great light, who have a large opportunity and many privilege, cease to service and witness for Christ? Hawa watu ambao wamepokea kweli hii yote, je, wataacha kuwa watu wa Mungu na kuacha kufanya huduma kwa Mungu? Those who know the truth but who feel no special burden to reveal responding works will be like the servant who know his master's will but did it not. Wale wanaojua ukweli na bado hawahisi uzito wa kuhubiri na kazi ilivyo ngumu, watafananishwa na mtumwa aliyeyajua mapenzi ya bwana wake na kuyatenda. Kwa hiyo kama Waadventista wa Sabato hawataishi kulingana na ukweli wao, watafanana kanisa la Wayahudi, kanisa la ile taifa. Kwa hiyo watapita hiyo njia. Sasa kama watapita hiyo njia, nini kinasemwa hapo? Hebu twende medical ministry. Medical ministry MM. Kama watapita hivyo, Yesu akija kama mvua, watakutanaje? MM 49 MM. Medical ministry 49. Medical ministry 49 paragraph ya 4. Kama Waadventista wakiewa kama taifa la Wayahudi, na kanisa taifa la Wayahudi ndio lilikujiwa na Yesu. Sasa wakiwa hivyo nao, maana yake Yesu atakuja tena kupitia watumishi wake. Nini kitafanyika? Wacha uone. Anasema Christ was a Seventh-day Adventist. Yesu alikuwa Mwadventista wa Sabato kweli kweli. Yesu alikuwa msabato. To all intent and purpose, kwa kusudi na malengo. It was he who called Moses into the mount and gave him instruction for his people. Alikuwa ni yeye aliyemuita Mose, we toa hapa ule mlimani, akawapa maelekezo kwa ajili ya watu wake. Kwa hiyo kama Waadventista wa Sabato mfumo watakuwa kama taifa la Wayahudi, Yesu alikuwa Mwadventista wa Sabato wa kweli, mwanake atawafanya kwenye matengenezo. Kwa hiyo watu wa Mungu watakao kuwa wakifanya matengenezo watafananishwa na misheni ya Yesu kipindi cha taifa la Wayahudi lilipoasi. Kwani aliazi ikawaje? Wacha nikuonyeshe. Wayahudi si walikataa Yesu, wacha nikuonyeshe. Luka, twende na nani? Yohana 9 uone walifanyaje. Yohana 9:39-13. Ujumbe wa kurudi kwa Yesu mara ya pili hauko kwa viongozi wa dini za watu kama kwa Wayahudi. Yohana 9:13, sikiliza. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani, na ilikuwa Sabato hapo Yesu alipofanya zile tope na kumfumbua macho. Hapa ni kipofu aliponywa. Wacha uende uone 23. Endelea hapo. Tuanzie 21. Lakini jinsi aonavyo sasa, wacha tuanzie 20. Wazazi wake wakawajibu. Yaani hapo ni kipofu ameponywa. Mafarisayo wanauliza nani ameponya huyu? Wanaenda kuuliza wazazi wa mtu aliyeponywa. Wazazi wanauliza, wanasema, wazazi wake wakajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu.
Tena kwa kuwa alizaliwa kipofu, lakini jinsi aonavyo sasa hatujui. Kwani walikuwa wajui? Walikuwa wanajua. Wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, maana ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. 22. Wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliogopa Wayahudi, maana Wayahudi walikuwa wamekwisha afikiana. Baraza la General Conference ndio walikuwa wamekubaliana nini? Kwamba mtu akikiri kuwa Kristo, akimkiri Kristo, atatengwa na sinagogi. Yeyote atakayefuata Yesu tutamtenga na masinagogi yetu. Ndicho walichokuwa wanafanya. Kwa hiyo Yesu akija watawatenga tu, tena watafuta tu ushirika. Na wako waoga kama hao wazazi, nao wanaogopa kusema ukweli, ila wako pale. Sema msitoke kwa kanisa, msitoke, mko hapa. Waongo, naogopa kufuta ushirika. Sikia. Yule kipofu aliendelea kushuhudia, sema tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu amefungua macho ya kuwa kipofu ambaye amezaliwa hali hiyo. Kama huyo asingelitoka kwa Mungu, kipofu ndo alitetea kweli. Kama huyo asingelitoka kwa Mungu, Yesu asingeweza kutenda neno lolote. Wakajibu, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu na unatufundisha sisi? Wakamtoa nje. Kipofu. Yaani wote viongozi walikuwa wamechanganyikiwa. Kipofu anamwambia wewe umezaliwa katika dhambi tupu. Hatari sana. Sasa usikie viongozi alipohojiwa na kipofu, kiongozi wa kipindi kile walisemaje? Sikiliza. Kipofu 30 fungu la 30, turudi kidogo. Anasema yule mtu akajibu akawaambia, hii ni ajabu kwamba ninyi hamjui atokako. Kipofu anawashangaa Wayahudi. Naye alifumbua macho. Wayahudi wanasema hivi 31, Wayahudi hao wanasema kuanzia 29. Wayahudi yani wale viongozi walipohojiwa na kipofu wanasema hivi, sisi tunajua kuwa Mungu alisema na Musa. Wanasema hivi, tunajua Mungu alizungumza na Musa pale kwenye milima Sinai. Bali yule Yesu hatujui atokako. Ati Yesu hawajui anakotoka, hawajui. Kwanza hawa walikataa kitu kinachoitwa medical missionary. Walikataa kwa sababu kipofu alikuwa akiwaelezea. Walikataa medical missionary. Walikataa medical missionary. Ambapo ndio leo tena hicho kinajirudia, kukataa medical missionary. Wacha nikuonyeshe. Msikilize Posemba hapa anasema nini. Kwanza amesema hapo kwamba kuna watu wanakunywa maji lita 5, kwa hiyo wasiwatishe. Kwa hiyo anasema watu wasinywe maji. Yaani wasikutishe mtu kwa kunywa maji mengi. Kwa hiyo hajali ujumbe wa afya. Tafsiri hiyo ni kejeli kwa watu wa Mungu. Vile vile kama ilivyosema kwamba ni mlafi huyu. Yohana Mbatizaji ana mapepo. Yesu ni mlafi huyu, tena mlevi. Rafiki zake ni watoza ushuru. Ni wanywa maji lita 5 hao. Kwani kuna tofauti gani? Si ni yale. Walafi. Wanywa maji lita 5. Wasiwatishe. Alafu akaja akasema maneno fulani hapa. Wacha nishughulike na hii. Viongozi wa kipindi kile walikataa medical missionary. Msikilize tena Posemba anasema nini kwenye klipu nyingine. Nilijua, isikia huyu hapa. Takataka na sio message. Nisikilizeni vizuri. Swala la kupamba tunasema ni injili, tunasema ni neema. Shetani anamaliza vijana kwa sababu sio message aliyotuita. Ujumbe wake ni huu, waambie kuanzia Yerusalemu watu watubu. Ujumbe uko wapi leo? Kwa nini tuna shida hiyo leo? Nani ameleta utajirisho leo? Nani ameleta ujumbe wa afya leo? Nani ameleta habari ya kupata watoto leo? Nani ameleta habari ya kuombea mitihani leo? Nani ameleta habari ya kupanda cheo? What is that? Sikiliza hapo, amesema ni nani ameleta ujumbe wa afya leo. Maana yake anasema ujumbe wa afya sio ujumbe wenyewe. Naona hiyo? Sema ujumbe wa kwanza unaotakikana upelekwe leo ni kuwaita watu kutubu. Lakini swali, unaweza kumuita mtu kutubu bila kumuonyesha makosa?
Kama makosa yake yakiwa kwenye ulaji, unywaji, itakuwaje? Na niwaambie mnaonisikiliza, Pastor Semba atakuwa na changamoto kwenye ujumbe wa afya. Hapo. Na hiki kitu Waadventista wa Sabato wote, niwaambie siri, na waomba niwaambie siri hii kubwa. Kama Waadventista wa Sabato wangebaki na ujumbe wa afya, ujumbe wa afya ungewafanya wabaki kama Wasabato na wange maintain, lakini saa hii wameasi kwa sababu ya kukataa ujumbe wa afya. Wacha nikuonyeshe nukuu, sio ukasema ni mimi. Kwanza nikupe nukuu. Ndio nawaambia ujumbe wa kurudi kwa Yesu mara ya pili hauko kwa viongozi wa dini. Achaneni, kuacha kwanza nimalizane na hiyo alafu niende kwa ujumbe wa afya. COL Christ Objective Lesson ukurasa wa 79 paragraph ya kwanza. COL 79 paragraph 1. Nuru za Uzima sura ya 5 anasema hivi, au Vielezo vya Maisha ya Kristo sura ya 5 anasema, viongozi wakuu wa mawazo ya kidini katika kizazi hiki tunachoishi kwacho, wanatamka sifa na kujenga makumbusho ya wale waliopanda mbegu ya kweli karne zilizopita. Leo mapadri, leo wachungaji, leo mashehe wanataja habari za Yesu, wanataja habari za Yohana Mbatizaji, mwana matengenezo, wanataja habari za kina Martin Luther, wana matengenezo, wanataja habari za kina John Wycliffe, wana matengenezo, John Huss, wana matengenezo, Zwingli, wana matengenezo, wanataja. Sikiliza, sio hao hugeuka na kuzima maendeleo ya mbegu hiyo leo. Kilio cha zamani kinarudiwa. Sisi tunajua Mungu alisema na Musa, bali yule hapa ni wajumbe wa Kristo na Kristo mwenyewe hatujui watokako. Ndio maana Semba anasema ni offshoot, hawajui watokako. Wajumbe wa Mungu wanaitwa offshoot, hawajui watokako. Viongozi wakuu wa kipindi cha leo hii kinatimia, walimtoa nje kule kipofu kipindi cha Yesu, wakasema hatujui atokako Yesu. Leo tena wanawatoa nje watu wa Mungu, afa wanasema ni offshoot. Sikiliza, kama ilivyokuwa katika miaka ya zamani, ukweli wa pekee kuhusu wakati huu unapatikana sio kwa wakuu wa makanisa, bali ni kwa wanaume na wanawake ambao hawajaelimika mno au hawajakuwa na hekima zaidi kiasi cha kutojali neno la Mungu. Kiasi cha kutojali neno la Mungu. Kwa hiyo hawa hawana ukweli wa leo, hawajakabidhiwa. Unaona wanawaita watu wa Mungu offshoot. Maana hata zamani hawakumtambua Yesu, ni yale tu, hamna kitu tofauti, ni ile tu. Yaani hakuna kitu kipya dunia hii. Sasa Paul Semba anauliza, nani ameleta ujumbe wa afya leo? Hebu sikiliza hii sentence, sikiliza vizuri. Nani ameleta utajirisho leo? Nani ameleta ujumbe wa afya leo? Nani ameleta ujumbe wa afya leo? Mimi waulize, hivi tuko serious kweli? Na nafikiria hawa wachungaji wanasoma shule zipi? Hakika kabisa nina wasiwasi na shule wanazosoma. Niwaambie ukweli, haya maneno sikutegemea kama ningeyapata mdomoni mwa wachungaji. Unaona hiki kitabu kinaitwa A Call to Medical Evangelism. Wiki hapa, wacha nikusomee na nakisoma tu hapa. Eti ujumbe wa afya nani ameleta leo? Hatari sana. Hatari sana. Hatari sana. Haya, naomba nisome
A Call to Medical Evangelism, page 80. Page 80, naomba nisome hapo. Anasema true medical missionary work is of heaven origin. Sasa anauliza tena, nani ameleta? Naona hiyo. Nani ameleta wakati A Call to Medical Evangelism? Naomba niseme hivi, ni sura ya kwanza tu. Tafuta kichwa kidogo kinachosema divine origin. Si display hapo. Anauliza eti nani ameleta ujumbe wa afya leo? Sasa ujumbe wa afya kwa sababu umekataliwa ndio ujumbe ambao ungewafanya watu kanisa zima libaki kuwa aminifu na lingeendelea kubaki kuitwa Waadventista wa Sabato. Naomba nithibitisha haya maneno. CDF, Council on Diet and Food, mashauri kwa chakula na lishe. 40, naomba nisome 25 paragraph 1, 25 paragraph 1, 25 paragrafu ya kwanza. Ni sura hiyo hiyo tu ya kwanza ya kitabu hicho. Naomba nisome. Anasema health reform and prayer for sick. Health reform, matengenezo juu ya afya na maombi kwa wagonjwa. CDF sura ya kwanza. Anasema hivi, mashauri juu ya chakula na lishe. Anasema in order to be purified, ili kutakaswa, and remain pure, na kubaki wasafi, Seventh Day Adventist, Waadventista wa Sabato, must have a Holy Spirit in their heart. Lazima wawe na Roho Mtakatifu katika mioyo yao. And in their homes, na katika manyumba zao. The Lord have given me light. Bwana amenipa ujumbe that when the Israel of today, wakati wa Israeli wa leo, humble themselves before them, watajinyenyekeza wenyewe mbele ya Mungu, before him, and cleanse the soul, temple, from all defilement, na kulitakasa na kuzitakaza roho na hekalu kutoka kwenye vitu vyote vinavyochafua. He will hear their prayer in behalf of the sick and will bless in the use of his remedies for disease. Saizi wanatibu kwa kutumia drugs, vidonge na madawa mengine. Kumbe wangebaki pure kwenye hati na wangetumia hizo dawa, zingeweza kuwasaidia. Kwa hiyo uasi, kukataa ujumbe wa afya, ndio unawafanya wasiwe Waadventista wa Sabato kabisa kabisa kabisa. Na utasoma Shuhuda kwa Kanisa gombo la 6 ukurasa wa 370 paragrafu ya 3. Ni kwa faida yako, kasome mwenyewe. Sasa kwa sababu walikataa ujumbe wa afya toka kwa kipofu kule, sawa, wakakataa ujumbe wa afya, na leo yanajirudia yale kipindi hiki. Sasa nabii anasemaje? Wacha nikusomee volume 8. Nichukue gombo la 8 volume 8, safi, niko nayo hapa. Shuhuda kwa Kanisa gombo la 8. Hivi vitabu wapendwa, tafuteni, ni kitu cha msingi. Wachungaji watawadanganya mno. Volume 8 75 paragrafu ya 2 ya Kiingereza. Wacha tusome, ambao ni sura ya 13. Mwishoni mwa hiyo sura ya 13, mwisho kabisa, haya mwisho, anasema hivi: tunapaswa kufikiri kwa kina juu ya mambo haya, kwa kuwa ni ya kweli. Tunapaswa kuwa na makadirio ya juu ya ukweli wa thamani ya roho. Muda ni mchache na kuna kazi kubwa ya kufanya. Muda mchache, kazi ni kubwa. Ikiwa huhisi shauku katika kazi inayoendelea, ikiwa huhisi shauku na unaita offshoot, anasema ikiwa hutahimiza kazi yao mishonari wa kitabibu katika makanisa, kama Pastor Semba na wachungaji wengine wote wa Kiadventista, kama mtahimiza hiki kitu katika makanisa yenu, itafanywa
bila idhini yako. Na niwaambie, medical missionary itaenda bila kusapotiwa na mchungaji, itaenda tu. Sinizama hizi za mwisho, kasome ndoto ya William Miller kwenye kitabu cha Early Writing, maandiko ya awali. Kitu chote kilichoharibiwa na kuhakikishia vitarudishwa, vyote vilivyoharibiwa vitarudi. Na wakati wanarudisha, wana matengenezo, mtawaita offshoot, kwa sababu mtaona ni kitu kipya kigeni na mtakikataa. Mtaona ni kitu kipya, wonderful manifestation. There shall be a wonderful manifestation of the power of God among Seventh-day Adventist churches. Wataona kitu cha ajabu ambacho watakataa ujumbe. Sikiliza wakwambie, kwa maana ni kazi ya Mungu, ni lazima ifanywe. Medical missionary, wewe wazarau tusema maji, kunywa maji mengi siku 5. Ujumbe wapi? Ngoja nakuja hapo. Ndugu na dada zangu wa Adventista wa Sabato, chukueni nafasi zenu upande wa Bwana na muwe watenda kazi pamoja na Kristo, wenye bidii, thabiti, wajasiri, mkifanya kazi pamoja naye kutafuta na kuokoa waliopotea. Msikae upande wa wachungaji tu kutetea wachungaji. Cheni hiyo habari. Kaeni, simameni upande wa Bwana, fanyeni kazi ya Mungu, muwe mawakala wake, fanyeni kazi hiyo. Na ngoja nikuonyeshe. Amesema eti ni ujumbe gani huo? Acha nikuonyeshe sasa. Nakuja kwenye medical missionary, hapa ndo namalizia. Uasi wote unasababishwa na ulaji. Fuatilieni maisha ya Pastor Semba. Simjui, lakini ukifuatia maisha yake utakuta kuna shida kwenye ulaji. Huenda anavuta nyama kama anavuta manati. Hiyo sembe hizo, subiri mimi sijui. Lakini yeyote anayefanya mzaha kwenye swala matengenezo ya afya, mfuatilie. Kuna mambo anayapenda, anataka umburudishe. Sasa sikiliza. Ukurasa wa 8 ukurasa wa 8 wa kitabu cha A Call to Medical Evangelism, wiki hapa anasema the gospel of health. The gospel of health, injili ya afya. Anasema hivi, as a means of overcoming prejudice, kama njia ya kuepukana na uovu, and gain access to mind, na kupata afya njema ya akili. Medical missionary work must be done. Kazi ya injili ya umishonari wa kitiba lazima ufanyike. Not in 1 or 2 places, but in many places where the truth has not been proclaimed. We are to work as gospel ministries to heal the sick, kuponya wagonjwa. Sikiliza, kazi hii ya medical missionary itaenda na ni njia ya kuondoa uovu. Sasa kwa sababu watu walikataa medical missionary, wameingia kwenye uovu, uasi. Na walipoasi, na niwaambie, ukiasi sheria za afya umeasi amri 10 za Mungu. Utasoma wapi? CDF ukurasa wa 41. CDF ukurasa wa 41 Kiingereza. CDF page 441, page 41. Utakutana hiyo. Hiyo utakutana nayo. Sasa nabii anasemaje? Anasema hivi, ni ujumbe wa leo. Ujumbe wa leo ni injili. Sikiliza uone. Hiyo mwisho wa hicho kitabu cha A Call to Medical Evangelism, sura ya 1, aya ya mwisho wa sura hiyo, anasema hivi, we shall see medical missionary work broadening. Tutaiona medical missionary, kazi ya medical missionary, kazi ya umishonari wa kitabibu ikipanuka and deepening at every point of its progress. Itaendelea na kuwa ndani zaidi katika kila hatua ya maendeleo yake, because of inflowing of hundreds and thousands of streams until the whole earth is covered as waters covered the sea.
Anasema kwamba tutaiona medical missionary, kazi ya umishonari wa kitabibu ikiendelea na kupanuka mpaka dunia yote itajazwa na medical missionary kama maji ya bahari yanavyojaza nchi. Kwa nini anasema? Sikiliza sasa uone wachungaji wanavyosema. Inasemaje medical missionary nayo inasemaje kuhusu wachungaji? Wachungaji si wanaikataa? Tusome tena. Chapter 2 sura ya pili ya hicho kitabu Call to Medical Evangelism, sura ya pili hapo tu mwanzo anasema hivi. From the light that God has given me, kutokana nuru ambayo Mungu ni kunipa amenipa. I know that his cause today is in great need of the living representative of Bible truth. I know that his cause today, ninajua kwamba nuru aliyonipa Yesu, najua kwamba katika leo, kazi yake leo inahitaji watu hai ambao ni wawakilishi wa ukweli wa Biblia. Anasema the ordained ministers, wachungaji waliopo, waliowekwa wakfu, wachungaji waliowekwa wakfu alone, the ordained ministers alone are not equal to this task. Hii ni hatari. Hawako sawa sawa na kazi. Yaani wamekataa medical missionary, wanaenda wakwao. Sasa hili ni onyo kwa kila Mwadventista msabato, yeyote atakayekataa medical missionary. Kwanza hiyo babango ya kuweka nitakwenda hata hautakikani kuweka. Kwa sababu medical missionary ni mkono wa kulia wa Injili. Kipindi cha Yesu waliikataa, na sasa hivi wataikataa tena. Sasa Yesu kazi yake ni kuponya. Nafikiri unakutana mchungaji anakutana na mgonjwa anakuambia tupige magoti tuombe. Uombe nini? Mungu anasema kwenye CDF 25 paragraph ya kwanza, amesema atasikia maombi kwa yule anayeomba na kutibu kwa kutumia simple remedies. Unaomba nini? Unaenda kuhubiri nini? Umeacha Injili. Onyo kwa kila mchungaji wa Kiadventista, na ninaomba niishie hapa. Tutaiona medical missionary ikienda, wachungaji msipotaka itaenda bila nyinyi. Kaeni kando, ni ya Mungu hii, si ya mtu. Kuna mtu atazuia hii movement hii, hakuna mtu atazuia. Ni sawa na moto wa Los Angeles wanyika, moto wanyika hauzimagi, hauzimi. Na nilisema hiyo kwenye somo sehemu ya pili ya moto wanyika. Nilikuwa naambia ule moto wa Los Angeles ni moto ambao Mungu anawasha kwenye moyo wa mtu leo. Nyikani, si kanisani. Nyikani. Nilisema hayo. Sasa tutaishia hapo na tuweze kuomba. Nafikiri kila mtu asibitike. Ukiona kwenye mfumo inakukaa, kaa hapo. Hatukulazimishi si utoke hapo. Lakini pia usitoke alafu ukaanza kufanya yako. Ukitoka fanya kazi ya Mungu. Epukana na uovu, utakase maisha yako. Yesu anakuja. Baada ya kusema hayo, amani ya Mungu, neema na baraka zake ziwe pamoja nanyi nyote. Asanteni, naishia hapa kwa masuala ya Pastor Semba. Labda tena kijibu au akitaka kujadili na mimi. Namba iko hapo. Piga simu, usitukane tu. Wewe piga simu, namba iko hapo. Piga simu, unahitaji mjadala tutaweka. Tunajadili tu, hamna shida. Maana sio ugomvi. Ni mambo ya neno la Mungu. Asante sana, niwaalike tuombe tuishie hapo. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetujalia. Mimi na watoto wako tumejaribu kujifunza yaliyo mapenzi yako na kuonyeshana unabii tumefikia wapi. Na ya kwamba mfumo wa General Conference umekuasi, umeweka Mungu mwingine usiye wewe. Kwa hiyo watu wameongozwa katika uovu. Baba, ninakusihi wasaidia watoto wako waweze kuona kweli yako. Fungua akili zao, fungua maisha yao, ili Baba yetu kweli yako ikazidi kudhihirika na kutendwa. Asante kwa kuwa utatenda.
kupitia jina pekee la mwanao Yesu Bwana wetu tumeomba. Amina.